Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba taifa lake ndio lenye jeshi bora na imara duniani kote na kwamba majeshi yote ulimwenguni yanajifunza kutoka Urusi. Rais huyo wa Urusi amelisifu jeshi hilo hasa baada ya kipindi hiki cha miaka mitatu ya mapambano dhidi ya Ukraine iliyopata msaada kutoka mataifa 32 ya Ulaya. Hata hivyo, mzozo wa Ukraine umekuwa chanzo muhimu cha uzoefu wa uwanja wa vita. Rais huyo alisema wanajeshi wa ulimwengu wanapaswa kujifunza mambo mengi kutoka katika jeshi la Urusi baada ya kupambana, lakini pia baada ya kushinda kwa namna moja ama nyingine dhidi ya Ukraine ambayo imepata msaada mkubwa kutoka katika majeshi ya Magharibi. Majeshi yote ya dunia yanachunguza kwa karibu mbinu na teknolojia ya Urusi iliyotumika katika mzozo wa Ukraine. Rais Vladimir Putin amesema Moscow inapaswa kujenga juu ya mafanikio yake katika nyanja ya kijeshi, viwanda, alisisitiza rais huyo. Akizungumza katika mkutano wa tume ya kijeshi viwanda ya nchi hiyo siku ya Jumatano, Putin alisema uzoefu wa uwanja wa vita wa Urusi unavutia umakini wa kimataifa ambao haujawahi kushuhudiwa. Anasema zaidi, operesheni yetu maalum ya kijeshi nchini Ukraine linapokuja suala la mbinu na ukuzaji wa silaha inachunguzwa na majeshi yote duniani, watengenezaji wakuu wa silaha na kampuni za teknolojia. Wengi wanataka kujifunza kutoka kwa Urusi na tupo wazi, wengi waje wajifunze. Urusi lazima ikae hatua moja mbele, alisema rais huyo wa Urusi. Putin pia alitoa shukrani zake za dhati kwa wafanyakazi wa jeshi la Urusi ambao hutumika kama uti wa mgongo wa juhudi za kijeshi za Urusi, akibainisha kuwa tasnia hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika mwaka huu wa 2025 kuliko wakati wowote ule. Rais wa Urusi Bwana Putin amesema kwamba katika nyakati hizi hakuna taifa hata moja ambalo lina uwezo wa kutaka kupambana na Urusi. Katika kipindi hiki kumekuwa na mataifa kama vile ya Ulaya ambayo yanatamani kuingia vitani na Urusi, lakini ni maneno matupu, hawana uwezo wa kuweza kupambana na Urusi. Rais huyo alisema mataifa kama vile Uingereza, Ufaransa na Ujerumani mara kadhaa yamekuwa yakitoa tishio kubwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi, lakini kwa mujibu wa rais wa Urusi Bwana Putin anasema kwamba ni vitisho tu, hakuna mwenye uwezo wa kuweza kupambana na jeshi la Warusi. Na wakumbusha tu, kuanzia 2022 walileta majeshi yao yote ya NATO, tuliweza kupambana nayo, na walileta silaha zao zote, tuliweza kupambana nazo. Hawana namna wanaweza kusema wanaweza kupambana na Warusi. Wakati vikosi vya Urusi vikipokea zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani milioni 1.5 na zaidi ya magari 4,000 ya kivita kwa mwaka 2025, jeshi bado linakabiliwa na upungufu wa ndege zisizokuwa na rubani za FPV ambazo zimekuwa moja ya mali muhimu katika mzozo nchini Ukraine, Rais Putin alibainisha. Pia alisisitiza kuwa Urusi inapaswa kuweka kipaumbele katika maendeleo ya boti na robot zisizokuwa na rubani pamoja na leza za kupambana, akibainisha kuwa nchi hiyo imepata maendeleo fulani katika maeneo hayo. Ripoti ya chuo cha vita vya jeshi la Marekani ya mwaka 2024 ilieleza mambo kadhaa muhimu ya kuchukua kutoka kwa mzozo wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na umuhimu wa vita vya kielektroniki na changamoto zinazoletwa na uwanja wa vita wa uwazi kutokana na ufuatiliaji wa kila mahali. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, China pia kuzingatia kupeleka makundi ya drones za gharama ya chini na kuunda mifumo ya uratibu inayoendeshwa na mfumo wa IA kwa maana ya akili mnembe. Wakati huo huo, wakati wa mapigano nchini Ukraine yakiendelea, Urusi imenasa idadi kubwa ya vifaa vinavyotolewa na nchi za Magharibi, ikiwa ni pamoja na vifaru, magari ya kivita, mifumo ya makombora ya kubebeka na mifumo ya mawasiliano ya kiwango ambayo yanatumiwa na nchi za NATO, ambayo inaichambua ili kupata maarifa ya kiteknolojia na kuboresha uwezo wake wa uwanja wa kivita. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.